asiyemtafuta Bwana, na yoyote asiyemtafuta Bwana Mungu wa Israeli atauawa. Atafanya nini? Atauawa. Endelea. Akiwa mdogo au mkubwa, Akiwa mdogo au mkubwa, kwamba ni mwanamume wala mwanamke, wala akiwa mwanamume, akiwa mwanamume wala mwanamke, au mtoto au mkubwa. Endelea. Ndio. akamwambia Bwana kwa Ndio. sauti kuu na kwa kelele Ndio. na kwa panga na kwa baragumu, Ndio. na Yuda wote wakakifurahia kile kiapo. Ndio. Achi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeanza kwa namna hii kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati. Kuna kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza pia na Mambo ya Nyakati wa pili. Lakini vitabu hivi vinafundisha kuhusu nyakati. Kumbuka kwamba tulikuwa na maombi ambao Mungu alipanga nyakati kwa ajili yetu. Na hizi nyakati zinakuja kwa kila sehemu ya kusanyiko la ibada. Kila kanisa Mungu anapanga ratibu ya jinsi watu wa kusanyiko lile watakavyotembea. Haleluya. Katika kanisa hili kuna malaika wa kanisa ambaye ni mimi, lakini kuna Mungu na Roho wake anaongoza mimi pia na kanisa hili. Kwa hiyo kuna kule kupanga ratiba ya jinsi Mungu atakavyosimama pamoja na madhabahu haya. Na hiyo kila yoyote ambaye ni mtoto wa madhabahu haya, yoyote ambaye ananyonya kwenye madhabahu haya, inabidi ajifunze kuwa mtiifu, kwa sababu usipoingia kwenye ratiba lenye Mungu ametoa kama orodha, wewe unaonekana kama muasi miongoni la kundi. Ndio maana maandiko yanasema hivi kwamba ajitengae na wenzake utafuta faida zake mwenyewe, na mtu ambaye anayetafuta faida zake mwenyewe si mtu mwema katika kundi. Maana huyu analeta moto wa kigeni na elimu ya kigeni. Haleluya. Ndio maana Mungu anapotoa ratiba, haijalishi wewe ni nani na una cheo gani, inabidi ujisugete kwa ile ratiba. Maana kuna mambo mawili katika ratiba inapokuja, inalenga malisho zidi ya watoto wa madhabahu hayo. Kwa hiyo watoto wakikosa chakula wanakonda, wakikosa chakula wanakosa kuwa vizuri, wakikosa chakula magonjwa yanawasaka. Kwa hiyo Mungu ambaye ni Mungu ambaye yuko na darubini kazi. Amen. Amen. Darubini yani kuona mbali. Amen. Yeye ndo anajua kwa wakati huu ni wafanyizie nini watoto wa chemchem la uzima. Kwa hiyo anapoangalia anausha urusenga. Amen. Kisha yoyote yule ambaye atanasa ni faida kwake. Haleluya. Ole kwa wale ambao hawataki kunasa. Ndio maana watu wanaishi kwenye madhabahu kaza wakaza, wanashindwa kubenefisia nguvu za madhabahu kwa sababu wameshindwa kuyaheshimu madhabahu. Kwenye madhabahu panapotoka ratiba, kubali kuungana na ratiba hiyo, maana kunakuwa kusudi la Mungu katika ratiba hiyo. Mungu hajaleta kitu kwa bure, kila kitu kina sababu. Na wengi
wanapatikana kwenye maibada na makanisa kwa sababu wamekosa kushiriki ratiba ambayo Mungu ameleta. Inawezekana kuna janga ambalo Mungu ameona zidi ya kanisa. Anaambia kanisa kwamba muingie katika siku 3 za maombi. Mwili Mungu aepushe jambo hilo. Wale ambao wanaoingia kwenye ratiba hiyo wanaepukana na janga hilo. Wengine ambao walineglige ratiba hiyo wanakuja kujikuta janga hilo linawanasa. Kwa sababu ya nini? Hawa watu wamelala. Haleluya. Amen. Mwanangu amesoma hapa siku ile, amefundisha kitabu cha Isaya. Andiko linaanza na kusema kwamba amkeni nyinyi msinziaye. Kwa nini tunaamshwa sisi ambaye tumesinzia? Ni kwa sababu Wakristo wengi wamesinzia wakati wako macho. Si kwamba wakusikia, hapana, wamesikia lakini wameneglige. Nataka nikwambie Mkristo, negligence ni kitu kibaya sana ndani ya maisha. Kama uko Mkristo, usiwe na kamata jambo kawaida. Kila jambo litilie manani juu yake. Haleluya. Amen. Kwa sababu kakitu kadogo kanaweza kukusababishia mateso makubwa sana. Nikupe mfano. Mshali wa Alimeti ni mshali mdogo sana, lakini una uwezo wa kuchoma msitu wote. Haleluya. Kwa hiyo huwa usio unadharau kitu. Kila kitu unaweza ukadharau ni kikubwa katika ulimwengu wa roho, kidogo katika ulimwengu wa mwili, lakini kikubwa katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo usidharau. Usiwe mtu ambaye anadharau maombi. Haleluya. Usidharau Mungu anayekuita. Anakuwa na kile ambacho anahitaji kuzungumza nawe. Ni mara ngapi umezungumza na Mungu? Lakini kuna muda ambaye Mungu anakuita kwake, anahitaji mzungumuze. Na wale ambao tulikuwa nao kwenye mkesha, ulikuwa uwepo wa ajabu. Ana Mungu amejifunua. Mungu amezungumuza na watu wake. Wengine hata wakuwa wanaomba usiku, wamepata muda wa kuomba na kuombea wengine. Inawezekana katika mkesha unakuwa maombi ya mtu fulani ndio majibu kwa maombi yako. Kwa hiyo usiwe na zoezi la kuneglige maombi. Haleluya. Haleluya. Maombi Mungu anayaelekeza kwa watu kwa lengo fulani. Kitabu cha Mambo ya Nyakati kinasema hivi: yule ambaye atakaye dharau kumwabudu Mungu, huyo akiwa mwanamke, huyo akiwa mwanaume, akiwa mtoto na akiwa mkubwa, hapo wamechanganya jinsia zote. Amen. Wamechanganya watu wa namna zote. Yoyote yule hawakupasema seme huyu kwa sababu ni mzee, kwamba hata ingia mumkesha kwa sababu mwili wake unachoka. Hapana, wamesema hivi: akiwa mzee, akiwa mkubwa, akiwa mtoto, akiwa kijana, akiwa mwanamke, akiwa mwanaume, huyu akizarau kumwabudu Mungu wa Israeli, huyu mtu afanya nini? Auawe. Kwa sababu watu wengi wamekuwa na mazoea na Mungu. Ni kweli unasikia kutoka naanza kuhubiri ndio kusikia sauti yangu na crash. Kwa sababu wiki yote hii nimetumika. Alafu na jana Mungu akanitumia. Na leo ninatumika. Sijasema kwa sababu nimechoka. Ndio maana sitahubiri. Hapana. Hapana. Kuna
kuna mtu alikuwa mhubiri kuliko mimi. hari umuntu yabwiriza kurusha njyewe. Ndio nilikuwa ninaona kwenye mtandao. Ejo hahise bariko ndabakubonesha. Naona mhubiri mzuri sana. Ndabona umubwiriza mwiza cyane. Ambaye alikuwa akipanda na kuteremka kuhubiri neno. Yaduka amanuka avuga ubutumwa bwiza. Lakini amekuwa kwenye kitanda. Ariko yari ku kitanda. Colonne vertebrale yote imevunjika. Igiti cy'umugongo cyose cyaravunitse. Hatujui nini alichomkosea Mungu. Ntituzi icyo yakoseje ku Mana. Anakuwa na tamani. Aripfuza. Angilihubiri kama jinsi alikuwa anahubiri. Ngo yari kubwiriza nk'uko yabikora. Lakini haiwezekani. Ariko ntibigishoboka. Ndio maana nimemwambia Mungu. Nicyo gituma arabwira Imana. Nipige nguvu kwa namna yoyote. Unyambike imbaraga ko bigenda kose. Tumikie. Kugira ngo ndagukorere. Wakati unaofaa. Ugiye gikwiye. Na wakati usiofaa. Ugiye kidakwiye. Tufanye nini? Dukore iki? Tumtumikie Bwana. Kwa hiyo kumtumikia Bwana. Gukorera Imana. Haiangalii nyakati. Ntibirabe ibihe. Hapana. Usiwe na masababu. Ntugire impamvu. Katika hali ya kumtumikia Bwana. Gukorera Imana. Mungu hapendi watu. Imana nikunda abantu. Wanaojitetea. Bo bivugira. Mungu anapokuitia kazi. Imana yikuhamagarira igikorwa. Yeye anajua vizuri sana. Waba bizi neza. Wala umechoka. Kurushe. Wala hujachoka. Change utararuka. Anajua kwamba wewe ni mgonjwa. Anazi ko urwaye. Wala uko mgonjwa. Change utarwaye. Nimeshangazwa na kitu kimoja. Natangazwa n'ikintu kimwe. Wale ambao wanaowekwa kwa siku kadhaa. Bajya bashirwaho ku minsi kanaka. Ndio wanawekwa kwenye utawa. Bashirwaho ku utawa. Muulize mtu anachukua karibuni mwezi mzima. Basi umuntu afata ukwezi kose. Akiwa kwenye hali ya kifungo. Ari mu buryo bw'amafungo. Mungu akita ili kuzungumza na watu. Ariko wewe Imana aje kuvugana n'abantu babo. Amhurumia hata dakika moja. Tena anamtumia kwa viwango. Kandi anamukoresha mu buryo. Na huyu mtu anatabiri. Kandi umuntu akabwiriza. Akitoa maelekezo kwa ajili ya taifa. Atanga intumbero kugabanuka. Na roho anapotoweka. Amwemu yapsotse. Huyu mtu anakuwa kama vile amefariki. Huyu muntu abamwe yapfuye. Lakini bado Mungu tena kesho anakuja. Ariko kandi Imana ijikora. Anarudi kwa huyu mtu tena. Ikagaruka kuri wa muntu ambaye ameshakuwa mifupa. Ariwe yamaze kuba magufa. Anamtumia. Imana ikamukoresha. Nyinyi watu wa Mungu. Wewe bantu b'Imana. Ogopeni mambo ya Mungu. Tinya ibintu by'Imana. Nawaambia kweli ogopeni. Babwije ukuri tinya ibintu by'Imana. Na mheshimu Mungu sana. Kandi mwubaha Imana cyane. Mungu anapokuita. Imana yiguhamagara. Hakikisheni mnasimama. Emeza neza muhagaze. Mnafuata ratiba. Mukurikije. Kuna wale ambao wamelala. Nabaje basinziriye. Hawakuamka. Ntibigeze batu. Kwa sababu wamependa usingizi. Kubera ko bakunze. Usingizi ni mzuri. Itiro ni ryiza. Ni nusu ya kifo. Ni gice tu. Nani anayepanga usingizi? Nini asiraho itiro? Na nani anayepangua usingizi? Nini akura itiro? Kama sio Bwana. Atari Imana. Kama sio Bwana. Atari Imana. Lakini mwanadamu anasimama. Ari kumara umuntu arahagara. Anasema Bwana. Aravuze ati. Mimi naona leo nitalala. Leo umunsi ndaja. Nitapumzika. Ngo ndaruhuka. Kwa sababu mwili unachoka. Kuko umubiri urusha. Nakwambia hivi mtu wangu. Nakubwiye ndi muntu w'Imana. Kuna mapumziko ya miaka na milele. Harakaruhuko k'ibihe bitazoshira. Yanakuja. Akaraza. Kwa hiyo usitafute kupumzika. Ubwinda nukarore kuhu. Andiko anasema sisi ni wasafiri katika dunia hii. Turabaita. Ndani ya dunia hii. Muri nosi. Ni wasafiri. Turabarengana. Sisi hapa si kwetu. Hasi wacu. Kwetu ni mbinguni. Ni wacu ni mwisho. Duniani hatukuja kukaa. Misri twaje kwicara. Duniani tulikuja kutembea. Misri twaje. Hakikisha kwamba emeza neza katika kutembea kwako uko kugerageza kwako umeandaa mapito yako. Wateguye inzira yako. Umeandaa mapito yako. Wateguye inzira yako. Kwa sababu njia hii. Uko nzira. Maandiko yanasema ni nyembamba. Ni inzira no cyane. Nyembamba sana. Ni inzira no cyane. Inakuwa kubwa. Ni abanini kwa wale ambao wako na Kristo. Ina nini kuri baje bafite Kristo? Lakini ni nyembamba. Ariko ni nto. Kwa wale wasiomjua Kristo. Kuri baje batarame. Ndio maana Yesu akitoa mfano. Yesu ataanza kaambia. Anasema. Aravuga ati. Ni rahisi sana. Ngo ni biroshe cyane. Ngamia kupita kwenye tundu la shida. Ngamia kuchema. Wengi hawajui methali hii. Abandi benshi ni bazi. Ngamia ni nani? Ngamia ninde? Ngamia ni Mkristo. Ngamia ni Mkristo. Ambaye aliyemwamini Yesu. Ndiye mwamini Yesu. Katika njia nyembamba. Ni muzirano cyane. Ujipenyeza humo. Uchamo wewe ni. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Tajiri ni nani? Umutunzi ninde? Tajiri ni yule. Umutunzi nuja. Ambaye bana vitu vya dunia. Yahagizwe n'ibyiza. Hataki kuviachia. Kana ndashaka amependa usingizi. Akonde tiro cyane. Amependa raha. Akonda ku. Amependa kusikia mwili. Akonda kumva mubiri. Amependa kusikia watu kuliko Mungu. Akonda kumva abantu kurutima. Apendi vya Mungu. Akonda vy'Imana. Amekuwa mtu wa sababu. Yabaye umuntu wo kugira inama. Ni vigumu sana tajiri kuingia kwenye ufalme wa mbingu. Biragoye cyane umutunzi kwinjira mu bwami bw'ijuru. Kuliko tajiri ngamia kuingia kwenye tundo la shida. Ngamia kwinjira mu yo no. Aliwapa mfano huo. Kwa sababu ya Wakristo wale. Kwa Wakristo
wasiyejitambua. Nataka nikwambie, Mungu anapoleta orodha anakuwa na sababu. Umelia siku nyingi kwamba ninateseka, nikigusa pesa zinayayuka, nikifanya jambo sioni mwangaza. Nataka nikwambie, kuna madhabahu yamejengwa juu ya maisha yako, usiyaona kwa macho ya nyama, lakini kwa macho ya kiroho yanaonekana. Na yule ambaye anayefungua siri hizo ni Mungu mwenyewe. Nenda sana kukaa pamoja na Mungu ili Mungu akufunulie masumbufu yako yanatokana na nini. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie zaidi. Tumchapie Yesu makofi. Siri ya maombi yanayoleta mafanikio. Siri ya maombi inayoleta mafanikio. Kwa nini tunaomba? Tunaomba kwa sababu katika maombi kuna siri, na siri hizo za katika maombi zinaleta mafanikio kwa upande wetu. Watu wengine wanaona wengine wanapoteza muda wakiwa wanaomba. Hawajui kwa nini hawa watu wanaomba. Nataka nikwambie leo, siri ya maombi inayoleta mafanikio. Na uzingatie leo uwe mtu wa maombi, sababu katika ulimwengu huyu kuna dunia mbili ambazo zinazopinzana. Na katika ulimwengu huyu miwili inabidi uwe upande umoja. Hata shetani hapendi mtu ambaye hana upande. Mungu ndo amesema mtu asiyekuwa moto wala baridi hafai katika ufalme wake. Haleluya. Kuna watu hautawajua, hawana position, lakini nataka nikwambie leo uwe mtu wa maombi, kwa sababu maombi yanakufanya wewe kujua mafanikio yako katika mabaya na katika mazuri. Maombi yanafunua siri ya mambo ambayo yaliyofichwa kinyume na akili zako, kinyume na mawazo yako. Maombi yanategua mitego. Haleluya. Asili ya maombi, wanaweza wakatega mitego usiku kabla ya kuomba. Unavunja ngome zote, ile mitego yote inapangulika. Maombi yanaandaa mapito yako. Haleluya. Siri ya maombi inayoleta mafanikio. Maombi ndio yanayoleta stability ndani ya mtu. Kuna kitu kinaitwa amani ya roho, inatokana na maombi tu. Ndio maana wana matajiri wana pesa lakini hawana amani. Amani ya roho inatokana na maombi. Haleluya. Watu wa maombi ni wa masikini wa kimaisha, lakini matajiri katika roho. Haleluya. Unakuta watu wa maombi saa zote ni mtu ambaye yuko na faraja. Amen. Ana amani ndani yake kwa sababu amejifunza kumtegemea Mungu. Faida za maombi ni nyingi. Wakati mtu anapokuwa na maombi, maombi yale yanamwekea akiba ya utetezi mbele
mbele. yazamuvugira imbere. Amen. Amen. Unapokuwa na maombi, iyo ufite amasengesho, maombi yanakutangulia. amasengesho arakwitangira Kabla mipango ya maadui zako imbere y'imigambi y'abansi hayajafika kwako, itaragushikaho, maombi tayari yanaanza amasengesho aba yamaze kukugwanirira. Haleluya. Amen. Kwa hiyo penda sana maombi. Hivyo kuna cyane amasengesho, Penda sana kuomba. kuna cyane gusenga. Ukitenga muda zidi ya Mungu, iyo ufashe umwanya kubw'Imana, Mungu anakufaidisha zaidi zidi ya muda ule. Imana inakungukira kurusha muda mwanya urimo. Maombi amasengesho yanaleta kusanyiko la familia, azana ikoraniro mu muryango. Haleluya. Amen. Hata kama familia inaweza kuwa imesambaa, nubwo umuryango w'abasanzaye wanapokamata jukumu la kuanza kuomba, iyo bafashe igikorwa cyo gutangira gusenga kwa ushirika, mu bumwe, Mungu achilia roho wa muunganiko. Imana irekura imwemu yo gukorana. Bali pasipokuwa maombi, ahatari amasengesho, pana matengano, habamwo ugutandukana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo maombi ubwita amasengesho ni jambo la muhimu sana. ikintu ngirakamaro cyane. Inabidi ujifunze kuzingatia maombi. Bisabwa ko wigisha gufata amasengesho. Usilegee katika hali ya maombi. Usilegee katika hali ya maombi. Ntuwe umunyantege mu masengesho. Kwa sababu maombi kuko amasengesho ndio silaha ya kweli. niyo kigwanisho. Mtu ambaye hana maombi, umuntu atagira amasengesho, hawezi kuwa na nguvu za Mungu. ntashobora kugira imbaraga cyangwa inkomezi zo gusenga. Haleluya. Amen. Maombi amasengesho ndio yana multiplie nguvu ndani yako. niyo agwiza inkomezi muri wowe. Maombi amasengesho ndio yanaongeza moto ndani yako, niyo yongereza umuriro muri wowe wa kupambana na nguvu zote za giza. kurwana n'imbaraga zose z'umwiza. Kwa hiyo huwezi ukapambana na nguvu za giza ushobora kurwana n'imbaraga z'umwiza usipokuwa na maombi, utagira amasengesho. kwa sababu ndani ya ulimwengu wa roho kuko mwisi imwe kunatumika jambo linaloitwa nguvu, akora ikintu cyitwa imbaraga, na hizi nguvu zino mbaraga si za damu na maji, ntabwo ari iz'amaraso n'amazi. hapana, bali ni nguvu za kiroho. ni imbaraga zimwe, Na hizi nguvu za hizi kiroho imbaraga zimwe hazitafuti kwa sababu mtu yuko na pesa, ntabwo zironda mu muntu uko umuntu afite amafaranga. hapana, zinatafutwa katika njia ya unyenyekevu, zitafutwa zirondegwa mu nzira yo guca bugufi na utiifu no mu nzira yo kumvira katika Bwana, mu Mana, roho ya matengenezo mbele za Bwana. impwemu yo kwitunganya imbere y'Uhoraho. Haleluya. Amen. Ndipo Mungu anaachilia Imana irekura nguvu za kipekee. imbaraga zonyene. Maombi amasengesho yanampatia mtu kujua kupambanua mambo. umuntu kumenya guhishurirwa ibihe. Amen. Amen. Maombi amasengesho yanakupatia nguvu za kujua kupambanua mambo. aguha imbaraga zo kumenya gutandukanya ibintu. Maombi amasengesho yanakuletea watu ambao watakuletea habari zako hata kama ulikuwa haupo. akuzanira abantu, akuzanira makuru naho utari uhari. Acha niwaambie, Reka mbabwire, utakapoona mtu anakuja kukuambia bwana, nimepata message yako, ubonye umuntu aje kukubwira ati naronse ubutumwa bwawe, ni kwa sababu kuna maombi yamefanyika. nuko hari amasengesho yakozwe. Bingwa haziwezi zikajibu mtu amajuru ntashobora kwishura umuntu ambaye hajulikani katika hatua za mambo. mu gihe atazwi mu buryo bw'intabwo. Kama message inafika kwako, nimba ubutumwa bugushitseho, yani huyo ambaye alileta ni mtu wa maombi. menya ko uyu muntu yakuzaniye ubutumwa ari umuntu w'amasengesho. Haleluya. Amen. Hapa nimeeleweka. Amen. Ili na wewe upane message mahali fulani, kugira ngo nawe utange ubutumwa hano ni kanaka, lazima uwe mtu wa maombi. ni ngombwa ube umuntu w'amasengesho. Kuzijua siri za ulimwengu wa roho, kumenya amabanga y'isi imwemu, inabidi uwe mtu wa maombi. bigusaba kuba umuntu Kama leo w'amasengesho. Mungu anafunua kuna maadui kaza wa kaza ndani ya familia, nimba umunsi Imana iri guhishura abansi bari mu muryango wanyu na kuwaweka wazi, no kubashira ku mugaragaro, ni kwa sababu kuna mtu wa ni maombi. kubera ko hari umuntu w'amasengesho. Hebu mchapie Yesu. dukomera kushimira. Watu wengi wamejidharau maombi sana, abantu benshi barasuzugura amasengesho, lakini maombi ndiyo silaha ya Mkristo. ariko amasengesho nico kigwanisho cy'umukristo. Mkristo akikosa maombi Mukristo abuze amasengesho ni kama vile telefoni haina bateri, ni nk'aho telefoni iba yabuze bateri, hata ikuwe nzuri haye, nubwo yaba ari nziza bute utaitembeana na utachoka, uragendana nayo ari kuzaroha, na mwisho tatia yako inakuwa lumuogo. impera n'imperuka uzashira ngaho azoba ari. Haleluya. Kwa hiyo hakikisha kwamba emeza neza umekuwa mtu wa maombi. wabaye uno masengesho. Haleluya. Amen. Yakobo 4 sura ya 2 mstari wa 2. Yakobo sura ya 4 mstari wa 2. Nasema kichwa cha neno, siri ya maombi inayoleta mafanikio. Avuze yuko jambo ry'umutwe ari banga y'amasengesho bizakora. Nitaanzia hapa, naomba unisikilize. Nyinyi ambaye mnapenda kuomba,
na mjui kwa nini mnaomba. Haleluya. Amen. Nataka nikwambie, c'est pourquoi maombi yote yanapoanza yanaanza na namna ya kujiandaa, yani kuitunganya, kujitakasa. Amasengesho atangurana no kuitunganya. Kwa sababu ya nini? Mtu atakapofanya maombi hakujiandaa, maombi yake yatakosa nguvu na yatakosa kibali. Ndio maana nimesema katika hatua za maombi usiingize mazoea. Hapana. Ukitaka maombi yavae mwili, hakikisha umeomba kwa kina. Maombi. Haleluya. Amen. Maombi hayaozi. Amen. Amen. Maombi yanaweza yakakawia, lakini atavaa mwili. Kwa yule ambaye anayesimamia maombi. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Haraka sana msomaji. Mwatamani wala hamna kitu. Kuna watu ambao wanatamani kupata vitu kwa Mungu, lakini Mungu anapowaangalia ndani yao hawana kitu chochote cha maombi. Ameona wengine wamebarikiwa, ameona wengine wamefanikiwa, hajui huyu mtu ambaye aliyepanda kiroho ni mara ngapi amefanya sacrifice na Mungu, ni usiku ngapi ya kulala mpaka sauti inasatire kama hii yangu. Mwingine ameomba mpaka mate yamekuwa meupe, lakini kuna kuja mtu anyway, anakuja anatamani kuwa kama fulani, hajui gharama ambayo huyu mtu amelipia ili awe hivi jinsi. Haleluya. Kuna watu hapa, watoto wangu wanapenda, mimi napenda niwe na ubiri kama papa. Saidia karibu na mumonde. Dunia yangu ngokaza muri no siwe. Haleluya. Dunia yangu mimi ya kuomba saa 7 mpaka saa 9. Karibu. Isi yiwe ihera niyo gusenga kwenda saa ambazo una sakaga njoo tuingie. Wewe shaka ngwino wimatanye nawe. Haleluya. Amen. Unataka niwe kama papa. Unashaka mbema papa. C'est problem. Habari kibazo. Unatamani. Urifuza. Lakini njoo ulipe sasa gharama. Aliko ngwino urihikuza. Haleluya. Amen. Huwa ninasoma sasa usiku. Ngumango ngunda kusoma mu masaa. Wakati wengine wamelala, abandi bajane, mimi ndo naanza kupekua maandiko na kuzungurura Biblia. Kama uko tayari njoo. Nyimba witeguye mwino. Njoo tuwe pamoja. Mwino tuwe hapa. Haleluya. Amen. Nasema nini? Wanatamani wala hawana kitu. Watu wengine wanatamani, abantu benshi barifuza, lakini hawana kitu. Ariko nacho bafite. Mtu yote ukitaka kutamani vitu vya maombi, igechoso wifuza ibintu by'amasengesho, wala unatafutia solution katika maombi, nanga urondera inyisho mu buryo bw'amasengesho, hakikisha reservoir yako, emeza reservoir yawe cyangwa ububiko bwawe imejaa vilivyo, buzuye nkuko bibereye, kwa sababu maombi kuko amasengesho ndo yanayoleta majibu, niyo azana inyisho. Kuna mtu ananielewa? Pasipokuwa maombi hatari amasengesho hakuna majibu na nyisho. Haleluya. Hakikisha power bank yako ya maombi imeza neza, power bank yawe ya masengesho imejaa vilivyo, iruzuye kugeza hejuru. Siku ile naandika batterie faible, nibe yandika ngo batterie faible, utapata ushakuronga hata utamani namna gani uko wazifuza bimeze biti. Haleluya. Utajaribu, uzogerageza, lakini havitawezekana, basi havitoki katika ulimwengu wa mwili, uko ni biva mu mubiri, vinatoka katika ulimwengu wa mwemu imumisi mwemu. Haleluya. Haleluya. Nataka nikwambie, ndagomba nakubwire, wingi wa maneno haya unaosikia, ubwinshi bw'amajambo wumva, hayatokani na mimi, ntabwo bivana nanje, yanatokana katika ulimwengu wa roho, bivana n'ishimwe. Ndio maana wengine akisimama hapa, ico gituma abandi iyo bahagaze anaanza kuwa na marudio ya maneno, anatangura kusubiramo yandi nyene yavuze ubwa, anarudilia
tena lile lile. Agasubira mu yayandi nyene. Ndio kwa Kifaransa wanaita monotoni. Mu Kifaransa nako babivuga. Inabaki narudia maneno. Amasubira mu ya magambo. Samu anajigusa mkichwa. Isipandisha mu mutwe. Isina nani kuzi? Nairudilia tena. Alisubiye mu kana. Haleluya. Huyo mtu hana. Huyo muntu ntafise. Ndio maana nataka kuwa. Nicho gituma yifuza kuba. Lakini hana. Ariko nta. Andiko linaanza. Byanditswe biravuga. Mwatamani. Ngo murifuza. Lakini hamna kitu. Endelea. Nacho mufise. Mwaua na kuona wivu. Mwaua na kuona wivu. Wala hamwezi kupata. Wala hamwezi kupata kwa sababu ya tamaa. Kuko kwifuza mnaua vitu vyenu vingi. Uko kwifuza mwica ibintu byari byinshi. Haleluya. Unataka kupanda kiroho. Urashaka kuduga mu byo bw'imwema. Acha wivu. Leka ishari. Umeua vitu vya kiroho. Wishi ibintu by'imwema. Vingi sana umeviua. Vingi cyane waravyishe. Kila chochote ambacho Mungu amekwambia. Ikimana cyose umepitisha ndani ya msalaba. Washizeho umurongo. Sasa eske tulitiwa si wote kukesha? Mbega twese twahamagariwe kuba maso. Unapiga kwa. Ugashiraho umurongo. Haleluya. Eske ni obligation mpaka nifunge. Mbega nitege kugira ngo nisonze. Unapiga ndani kwa. Washizeho umurongo. Haleluya. Eske ni obligation mpaka nitembee si wanataka. Mbega nitege kuko bashaka kugira huwa pasipo kujua na kwa akili ya mwanadamu anafikiri kwamba anakomesha watu, kumbe anajikomesha mwenyewe. Mchapie Bwana. Haleluya. Amen. Usipofunga utisozeshe, si kwa faida ya mtu aliyekwambia ufunge. Na kwa nini nguzo ya kugemba visozeshe? Ni kwa faida yako. Ni kuginyungu zao. Waua pasipo kujua. Uishe mkutamenya. Unaua sasa vya nani? Uishe sanari gani? Unaua vya kwako mwenyewe. Kwa sababu unapofunga uko hiyo visozeshe. Ni kwa faida yako. Ni kuginyungu zao. Unapoomba wewe ndio unaojazwa. Wewe ni wewe. Si mimi. Si jewe. Mimi najazwa kwa upande wangu. Ninapanda kiroho kwa upande wangu. Wewe je, unaanza kutamani uwe kama mimi. Lakini wewe umeua vya kwako. Wakati tumeambiwa tufunge, mimi nimefunga. Wewe umefanya nini? Haleluya. Haleluya. Wakati walipotuambia tukeshe, mimi nimekesha. Na mimi nilikuwa nataka usingizi kama wewe. Nani hapendi raja? Amen. Nini adakunda kuneza? Nani hapendi kulala? Nini adakunda kuja? Uko na kadodoma kako kamzuri. Wewe kama matira kawekeza. Ile siku nikaona mimi na mama mjakazi. Ujamusi na mama pastor. Tumevaa teni dege. Mama yaberewe. Wali kulala kukitanda. Kujama kukitanda. Tunageuka msima. Bali kwa wagaragara kwisi. Unapiga makilibiti. Nihindukiza. Position hivi nakatala. Ururucha mikanga. Nalala hivi niko naombea wapi? Akarajama yubiti na sengera. Shindikana. Hivi mikanga. Sisi hata kusena kuseko. Naona museko kando hano. Natia akachini. Akajami muha ino inyuma. Haleluya. Kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Niangalie jinsi vilivyo. Sina la kukoni. Kama ombi inakata tu. Iya masengesha chifu. Ngavamo asante Bwana. Wakoze mama. Na ingia mkitana nalala. Na kukitana majama. Na nikilala kama usingizi kana nibeba. Ndio ndana katio makano. Nasikia raha kama vile niko move wito. Haleluya. Sifa tunapenda tupa. Hakuna mtu ambaye hataki usingizi. Nini na kundi tiro? Hakuna. Labda wengine wanasema kungura wani baraka. Ya kufunga ni vyenu. Ngwinga kuisozesha ni vyenu. Ya kukesha ni vyenu. Kukuba masoni tiro. Nataka nikwambie na mimi napenda kulala. Kwa maana kugira kuko nashi. Mimi mwenyewe baba yenu. Jewe nyele papa wangu. Napenda ningorome. Nakunda nsizi. Niwe naingiza kitesi ya pili ya tatu. Mbona shame ni kitesi cha mbele cha tatu. Napenda hivyo. Lakini kwa ajili ya Kristo ninaacha yoyote. Ninakuwa hivi. Zamani ndo nimeona kapicha kamoja. Mtu mmoja wakamweka kumlango achunge kumoja mungu achunge. Juu ya kuwa naweza kusingiza wapenda kula sana. Uko ni hakuna kusingiza. Lakini kwa sababu aliona hakuna kazi ingine inabidi kae kwenye kazi ya uzamu. Yao alipata kani kazi acha kukazi. Akachukua na kata kamfagiwa anafanya hivi. Akakuuza kirabu cha. Eti jua silali. Ugama na haja. Lakini hata kama niweka mvifagio. Mungu yasizampe kuuza. Amelala. Kwa hiyo mtu mwenye kukesha. Mungu wako hapa keshi mwili. Jambo mama sumu mwili. Bana kesha roho mwambie mwenzako. Mama sumu wewe. Amen. Kama roho yako
yako tu haijajiandaa kukesha, nimbi mwe ya witaite kurakuwa maso, utalala tu. Uzoja magusa. Ndio mama tulikuwa tuko nao, unamuuliza fulani upo? Nicho gituma batwari kumwe na maza tinaka urahari. Mbia tayari ka usingizi kamelipeleka. Haleluya. Wakati mwingine watu wameua vitu vyao kwa mikono yao wenyewe. Mungu anapoleta orodha kanisani haileti kwa ajili ya mchungaji, anaileta kwa ajili ya faida. Kwa hiyo ujisikie furaha kwamba mbingu zimekukumbuka na uvifanye kwa bidii bila kusukumwa. Maana mahali ambapo uko, kama ukuingia kwenye call, sisi hatutakuforce. Hapana. Maana wamoja walikuwa wanabaita, si kwamba call hawakuziona, wameziona vizuri sana, lakini anacheki hao anageuza simu chini. Sisi hatujisumbui, unajisumbua mwenyewe. Haleluya. Amen. Au tukomeshi sisi? Unajikomesha mwenyewe. Kuna wakati utahitaji maombi ya kusaidia. Mbingu zitakaa kimya, kwa sababu tayari umeua vingi vile ambavyo vingekuandalia njia. Teremka. Ndio. Wafanya vita na kupigana. Kuna watu wanataka kufanya vita vya kiroho. Eti kwamba mimi nimeshaonewa sana kwenye familia, hivi nataka niende kwenye combat spiritual. Anaenda kupigana combat spiritual, humu ndani yuko empty, hana kitu chochote, hana makatushe. Ni kama vile mtu yuko na bunduki haina masase. Unataka ufanye nini? Hiyo kombo utapigwa huko, utakungutwa wewe, tutakumwagia maji, basi utanyooka. Haleluya. Ndio wale nasikia walienda kwenye combat spiritual. Mtu amemaliza combat spiritual, ndio sasa vita vimekuwa sasa ya kupigia. Huyu sasa ndo anapigwa sasa, ananyooka mpaka. Haleluya. 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 Sema Bwana Yesu atusaidie. Amen. Watu wengi wanataka kupigana vita wakati hawana kitu. Vita vya kiroho vinaomba maandalizi. Haleluya. Vinaomba maandalizi. Haki yako usitoke. Mezali haraka sana. Mezali haraka sana. Na watu ambao hawajui vita ambavyo tunavyopigana. 16:1. Haraka sana mezali. 16:1. Haraka sana. 16:1 mezali inasemaje? Ndio, haraka sana. Maandalio ya moyo ya mwanadamu. Nimesema vita vinaanza kwa mene maandalizi. Kama hukujiandaa maandalizi, ndio maana unaona majeshi wanafanya treni. Amen. Kwa nini wanafanya formation? Ni kwa sababu wawe bien forme kwa vile ambavyo wanaenda kupambana. Haleluya. Vile vile katika ulimwengu wa kiroho, kama hujajiandaa vizuri, ndani ya ulimwengu wa roho utatoka zero, utatoka kapa. Maana hautojua uko wapi na uko unaenda wapi. Ndio maana wengine amefunga, inafika saa 8 anakuta amekunywa maji, kisha anashtuka. Ewa ndugu, mimi nilikuwa ninafunga mimi. Huyu hakujua kama niko ndani. Hatui. Unajiuliza mtu ambaye alifunga alafu ameshabukia na maji. Yaani kwenye ratiba ya maombezi hakukuwa. Sema Bwana Yesu atusaidie. Amen. Alisikia tu wamemwambia tufunge, naye akaingia, anakutana na kitumbula, alishapiga pafu 2. Jamani, hivi si tuko kwenye mafungo? Ase ndio umeshakula, usitudanganye. Haleluya. Kwa sababu ya nini? Huyu mtu akuwa kwenye hatua za maombi,
za masengesho. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wengine amefunga. Ameshafunga kuanzia asubuhi. Hizo zinazokuwa mkitoa. Anamkwaza. Unamutsita yako. Usinizoee. Hata kama nafunga. Naweza nikafungula hapa. Naswa kufungura hano. Wewe ukanijua. Amenyondi. Huyu wewe kunywa maji tu. Oya wewe ni wewe maji. Piga maji hapo. Oya wewe fungu. Wewe ni uko ndani. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mafungo yetu yanaomba kujiandaa. Kuomba kwetu tunaomba kujiandaa. Tunaandaa mioyo yetu kwa vile ambavyo vinaenda kutufikia, kwa vile ambavyo tunaenda kupitia. Maana tunajua katika hali ya maombi tunaingia kwenye vita, na mtu ambaye anaenda kwenye vita ni lazima ajiandae akose kasi. Haleluya. Kila jambo ambalo litakalokuja awe na uwezo wa kulimiliki, asiwe mwepesi wa hasira, lakini ajifunze majira, ajifunze ili jambo linatokana na nini, kwa sababu katika mfungo wako wala katika maombi yako shetani naye anamultiplie ya kudestabilize hali yako ya roho. Nimesema hivi, mafanikio ya maombi yanatokana na maandalizi ya moyo. Kama moyo wako haujajiandaa kuhimili maombi na kujua kwamba kwenye maombi ni lazima nitapata maatake, na haya maatake nitayametrize namna gani, maombi yatakosa majibu kwa sababu utafanya makosa. Kwa sababu kwa namna maombi ni kuhakikisha mpaka kile kipindi kiliamriwa na Bwana kikiwa kimeisha, kihakikishe kwamba wewe hujagusa tushe. Wale wacheza kabumba hujapewa karto rouge wala karto jaune. Kwa hiyo hata wajuari wakiwa kwenye uwanja wanacheza wakiwa makini, kwa sababu wanaogopa jaune, kwa sababu wanaogopa rouge. Kwenye mchezo kunaomba taratibu, ujuzi na akili. Haleluya. Vile vile katika hali yetu ya maombi, hata kama mwili unakwambia ni muda sasa ukakusikiza. Na mtoto wangu Happy walikuwa wakimwamsha, kaka yake anamwamsha, anamwambia kaka Christian, niache kwanza nilale kidogo. Haleluya. Sasa huyu mtu yeye anajiombea lale kadogo, hajui kinachoelekea hapo kuna nini. Mchapie Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maandalizi ya moyo ni ya nani? Ni ya mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu alitiwa kuandaa moyo wake vilivyo katika hatua ya maombi, vilivyo kwa vile ambavyo anaenda kuhura. Maana hakuna jambo la mchezo hapa katikati. Ni jambo la maisha yako, ni jambo la wewe na Mungu, ni kitu ambacho kinaomba uwe serious. Haleluya. Kuna watu wamechukulia maombi kama kitu cha pastime, cha kupoteza muda. Nataka nikwambie ambacho mtu atafanya nini ukikamata maombi ni jambo la kupoteza muda, ujue na kweli utapoteza muda katika hatua za maombi. Maombi jinsi utakavyoyakamata ndivyo atakavyoleta majibu. Kapia Yesu makofi. Hapana. Wengine wanasema tunataka kuvunja nguvu za giza. Vunja. Wewe unayevunja madhabahu uko na nini?
Acha niwaambie. Kama bwire. Niseme pole pole watu wasisikie. Vuge abantu. Na watu wako kwenye mtandao acha niseme nguvu wasikie na wao. Na abantu bari kumbonesha kule. Haleluya. Nataka nikwambie. Ndagomba ndakubwira. Kila madhabahu utakaona ndani ya maisha ya mwanadamu. Buri bicaniro uzobona mu buzima bw'umwana w'umuntu. Ujue kwamba kuna gharama fulani iliyofanywa juu ya madhabahu haya. Umenye ko hari kiguzi kanaka cyatazwe kubw'ibyo bicaniro. Kuna watu ambao unakutana nao katika dunia hii. Hari abantu hura nabo muri nosi. Jinsi walivyo. Uko bari wana watu wawili ambao waliosakrifia juu ya kichwa chao. Hari abantu babiri batanze bimazi kubw'ubuzima. Waliua watu. Batanze bimazi bishaba. Wawe jinsi walivyo. Kugira ngo babukomere. Haleluya. Amen. Haleluya. Kuna wengine harabandi walitoa miili yao. Batanze mibiri yabo. Hao ni kategoria kufuata. Abo ni mu kindi gice. Kuna wengine harabandi wametoa vizazi vyao. Batanze uruvyaro rwabo. Haya yote ninarudilia ni madhabahu. Ibi byose ndikukubwira ni bicani. Huyo mtu unapomwona amependeza, amepiga mustashe yake ya mzuri sana. Uyu muntu ubona berewe yambaye neza. Haujui. Nubizi. Haujui. Nuzi. Kwa nini yuko vile? Kubera iki ameze. Ni gharama ngapi? Ni kiguzi ki alizofanya yatanze ili afike pale ambapo yuko. Kugira ngo ashike haja. Sasa huyu mtu akikusa maisha yako, uyu muntu akoza ku buzima bwawe, akikusa maisha yako, akoza ku buzima bwawe, ili wewe uje upangue, kugira ngo wewe uzukureho haya madhabahu bino bicani ambayo yamejengwa kwa ajili ya damu na vichwa vya watu. Tubatswe kubwa maraso n'imitwe y'abantu. Haiko fasi ya kubeba meno. Ntabwo ari ibintu byo gutwara. Hapana. Hapana. Ni fasi pa kubeba. Na hano gutwara. Ile inaitwa mjivike silaha zote za nini? Limwe yitwa ngo twambara ibigwanishwa byose byiki. Marokete. Maorge de Stalin. Amarokete ni bingine vini zile zinazo ziko zinapita, zile ndege zisizokuwa na rubani. Zinaitwa helicopter. Hapana, hizo ndege zisizokuwa na rubani. Drone. Ndio ndege nayo isiyokuwa na rubani. Mnajua rubani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Rubani ndo pilote, ndege ndo ile avio nani? Na inaitwa drone. Ndege sio kuwa na rubani. Yaani wewe ukikutana kule adui iko na zile ndege, wewe una success ya ndege. Hakikisha na wewe umejivika silaha zote za mandege. Yemezaneza na kwamba ibigwanisho hizo ndege. Sino kule utaenda kubakia meno nganganga. Atari uko hali ya amenya. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo unapovunja madhabahu, yuzu mena ngo chani. Hakikisha umezijua siri za madhabahu hiyo. Yemezaneza umenya mabanga yipe. Ndio maana wale waliosoma intelligence, ico gituma baja bize bya intelligence, documentation, wanafundishwa kitu kimoja, kwamba inabidi ujue kwamba adui yako iko na vitu gani. Baada ya kujua udhaifu wala vifaa ambavyo adui yako iko navyo, unakuwa na 85% ou bien 70% ya resite ya kumshinda. Yani kujua tu kwanza, kumenya gusa, unakuwa na 85% ou bien 70% ya kumshinda. Parce que ça atapiga tu pa. Kianza kumita wewe. Wewe unakuwa unajua alipiga drone. Baba ameacha ya kurusha drone. Mimi ndaleta ni sokoi. Tanzania sokoi. Haleluya. Haleluya. Hiyo unakuwa na advantage. Ukomofise inambu ya kujua vile utapiganisha. Kumenya hivyo. Lakini kama hauko informe, muge utafisa makuu na vifaa ambavyo adui yako yuko nayo, hauwezi kushinda. Kitu cha pili, ni kujua ni kumenya haya madhabahu yamejengwa kwa ajili ya nini. Ibi bicaniro byubatswe kubyiyema, itakupatia mtisha, bizaguha guhagarara wa kutokuwa na ulegevu, bizaguha guhagarara udatinyi katika vita hivi. Kwa sababu unapokwenda kuvunja madhabahu fulani, ugiye kumena kwa bicaniro, au unapovunja madhabahu fulani cyangwa umena kwa bicaniro kana, bila kuchukulia uzito wa madhabahu ile, udafashe n'uburemere bwa biriya bicaniro uri kurwana nabyo, kuna kitu kinaitwa marudio. Hari ibintu byitwa ingaruka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wafundisha nyinyi ambaye kwa maombi, ndikubigisha mwebwe, ni kweli Mungu ametuvunjia madhabahu. Ni byukuri Imana yatumena muri bicaniro, na ametujengea madhabahu mapya, kandi yatubaka ibindi bicaniro. Haya madhabahu yaliyovunjwa, ibi bicaniro vyamena, hayakuvunjwa kwa sababu wewe una nguvu. Ni vyamena kwa sababu Mungu amefanya kazi ya kuvunja mwenyewe. Nuko Imana ariyo yakoze ico na akakujengea sasa madhabahu mapya. Aweza kubakira bicaniro. Haya madhabahu mapya, bicaniro bisha, uyalinde vilivyo, ubizigame nkuko bibereye, uyalinde kwa uchungu, ubizigame nkuko bibereye, yasikukute yale uliotoa
ulitoka ya kukuta kwenye haya madhabahu mapya. Yani wewe utakuwa una bahati. Kuna mtu ananielewa? Linda sana haya madhabahu mapya. Maana ya madhabahu mapya yangali pia. Haleluya. Hayajawa najisi. Kwa hiyo usikubali jambo lolote la uchafu la vamia ya madhabahu yako. Maana saa hizi kile kivuli cha yale madhabahu bado kiko kinachochea juu kiangalie kisi ya kuzima haya madhabahu mapya. Amen. Kimeona kwamba tayari umeokolewa, kiko pale kutingana na kukustaki katika makosa fulani. Kwa hiyo wewe hakikisha umelinda haya madhabahu. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Ndio maana maandalizi ya moyo ni ya nani? Ni ya mwanadamu. Jinsi utakavyoandaa moyo wako, kisha jawabu ya ulimi itatokana na Mungu, kwa sababu Mungu ndio huwa anasikia matamshi yako, kisha Mungu anakuja anajibu. Rudi mahali tulikuwa. Haleluya. Amen. Haraka sana. Kuna mtu anaelewa? Ndio. Hebu mchapie Yesu makofi. Nimesema kichwa cha neno kinasema aje? Siri ya maombi inayoleta nini? Mafanikio. Hizi ndo siri. Yaani maombi yote yasiyokuwa na siri fulani juu ya jambo hilo hayawezi yakaleta mafanikio. Kwa hiyo mafanikio ya maombi yanakuja baada ya kuzielewa siri. Mungu amenivunjia nini? Na Mungu amenijengea nini? Halo. Bwana Yesu asifiwe. Chapia Yesu makofi kama kuna. Haleluya. Dede ni kujua kwamba tayari huku nimevunjiwa. Siko sanse. Siko sanse. Siko, yani sihitajiki. Sihitajiki. Ni visabga. Sihitajiki wala avinisa. Wala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siko oblige wala havinihitaji. Mimi sihitajiki tena kufikiria vile ambavyo vilivyovunjwa. Wala sihitaji tena kufikiria mateso yangu. Ndio maana maandiko yanasema ya kale yamefanya nini? Yamekwisha, sasa ni nini? Ni mapya. Kwa hiyo vitu vya zamani vinapotoweka, mtu unaachana navyo, unaambata mapya. Hivi vipya ndio vile ambavyo utaenda kujengea. Haleluya. Kila jambo hata hivi kinaweza kikainuka saa hizi. Useme hivi sio vyangu, tayari nimeachana navyo. Saa hizi niko hapa kwa jina la Yesu. Haleluya. Imani yako ijengwe kwenye madhabahu mapya. Hata kama kunaweza kukainuka vitu, useme hapana, nyinyi tuliachana zamani. Haleluya. Sasa hivi niko hapa na Bwana ameniahidi hapa ataweka kivuli juu ya maisha yangu, na mimi ninaamini. Kwa hiyo haya madhabahu yatavunjwa nguvu na haya madhabahu mapya. Siri ya maombi inayoleta mafanikio. Kuepuka sana kuishi maisha ya zamani na wewe umepelekwa katika maisha mapya. Haleluya.
Kwa hiyo kuna discipline hapa ambayo inaomba mtu mwenyewe kwa akili zake ajue nini cha kufanya. Haleluya. Wanaenda kwa mama kwa makaburi kulia, usiende tena. Haleluya. Hizo ni ibada za wafu. Kuna roho inayofanya connection pale. Na ni ibada ulikuwa unafanya kila mwaka. Oh mama hivi ashaanza kunikumbuka, maana yake iko napigiwa na mvula. Mulisikizanaka siku atakufa. Oh kaburi yake kitoboka, uko nenda kuzibaziba. Haleluya. Watu wako wanafanya ibada zingine za wafu, wamejijengea madhabahu kaburini wenyewe pasipo kujua. Na hiyo ibada kila mwisho wa mwaka anaenda pale. Mama ndio misa ya Michael kuli mumera zoma. Niko nateseka mama, atakusaidia nini? Yesu akasema, acheni wafu wafanye nini? Kwa hiyo wewe unaenda kumwambia mfu akusaidie nini? Ulikubwira wafu yakufashe. Oh mama yangu ananitokea. Wewe ndio umempa kibali. Baba yangu ananitokea. Wewe ndio umempa kibali. Wewe ndio wamwemereye. Haleluya. Amen. Kwa na babu yangu ananifungulia vyote. Ndio madhabahu yako. Ndio vichaniro vyawe. Haleluya. Amen. Nimesema siri ya maombi inayofanya nini? Hapo kuangalia masengesho liza niki. Hebu mchapie Yesu. Haleluya. Kwa hiyo kuna mambo inabidi tuache. Kwa sababu tayari tumeachana na mambo ya zamani. Tumeingia kwenye mambo mapya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna miungu ambayo tumekaribisha wenyewe. Wenyewe ndio tumekaribisha. Babu alitupatia dawa. Akatuambia utaweka kwenye pembe ya nyumba. Hii wote tu pale. Akaleta ingine akasema, "Unaona pale kuna tia kukichwa hivi. Unaona haja ushira mtu. Weka hapa peti. Unataka upeke miso nzi kuharibishia. Meaka. Walibaka njoo mie huyu. Ngoni weje. Weka tu pale. Wewe shira ngao. Kila kitu kabla kijafika mimi nakuwa nakuya kwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Mwenyewe ukiiwe kajijengea madhabahu. Na ya madhabahu yote. Hakikisha umetengana naye. Ili Mungu atembee pamoja na wewe. Kuna neema mpya ambayo inakuja mbele. Na hii neema inakuja kwa wewe ambao uliyempokea Yesu kama Bwana. Na Mwokozi. Haleluya. Yeye ndiye Mwokozi katika jaribu lako. Yeye ndiye Mwokozi katika shida yako. Yeye ndiye mponyaji katika magonjwa yako. Yeye ndiye dawa katika matatizo yako. Kwa hiyo hakikisha umesimama katika hatua za maombi. Siri za maombi zinazoleta mafanikio. Kwa hiyo hakikisha unahitaji kuona mafanikio kwa hivyo emezaneza ni muchaka kubona jua ni namna gani utaomba menya umuje ukwiye gusenga na namna gani utasimama katika hatua za maombi. Ukwiye maliza kuhagarara mu ndabukoza masengesho. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Kwa kuwa mfanyi nini? Hivi vitu vyote mwafanya vita na kupigana. Maandiko yanasema hamna kitu. Kwa sababu hakuna maombi. Wakati wote utakaka kupigana, hakikisha umejiandaa kwa maombi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Tumchapie Yesu makofi sasa. Wamechoka kabisa, Mungu awatie nguvu. Please inuka. Sasa unakuwa pale kwa restaurant unakuwa unatarajia unaangalia kwa mlango before waingie wateja. Haleluya. Hili ni neno la uzima. Hili jambo la uzima. Hebu soma Luka 11:1 hapo haraka sana. Amen. Ikiwa alipokuwa mahali fulani akiomba, ndio alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake akamwambiaje? Bwana, ndio mfundishe sisi kusali, ndio kama vile Yohana alivyowafundisha
wanafunzi wake. Amen. Haleluya. Nataka niseme kitu kimoja. Ashaka mvuge kino kimwe. Kwa nini wanafunzi Kubereka abigishwa wa Yesu walimwambia awafundishe kuomba? Abigishwa ba Yesu babwiye Yesu abigishe gusenga. Kwa sababu walijua uko bari bazi hakuna vita vyovyote yuko atantambara yose wanaweza wakapigana wasipokuwa na maombi. Bashobora kugwana naye mugihe badafite amasengesho. Na walijua kandi bari bazi wanafunzi wa Yohana wamesimama vizuri yuko abigishwa ba Yohana bahagaze neza kwa sababu walikuwa na maombi. Uko bari bafite amasengesho. Yohana alitengeneza wanafunzi wake vizuri. Yateguye abigishwa biwe neza. Unaposoma iyo usomye historia ya Biblia, amakuru ya Biblia, wanafunzi wa Yohana hawajapaa. Abigishwa ba Yohana ntibaraduga, lakini wamekuwa na sifa kwa enzi zao. Ariko bari bafite amashimwe mu bihe byabo. Maana watu waliwajua. Kuko abantu barabamenye. Na walijua wanafunzi wa Yohana. Kuko bari bazi ko abigishwa ba Yohana walikuwa na uumiri. Bari bafite uguhagarara neza bakajua kuomba. Kuko kumenya gusenga. Na walijua Yohana. Kandi bari bazi Yohana alikuwa na wanafunzi wasujaa. Yarafite abigishwa b'abahizi. Ambao walikuwa wakiomba. Baza basenga. Watu wa Mungu wanapokea uponyaji. Abantu b'Imana bakakira. Ndipo wanafunzi wa Yesu ni abigishwa ba Yesu wanamwambia Bwana, babwira umwami, sisi twebwe tunahitaji utufundishe, turashaka utwigishe gusenga jinsi uko Yohana amefundisha wanafunzi wake abigishwa biwe kuomba, gusenga. Na wewe leo mwambie Bwana, bwira umwami akufundishe kuomba, akwigishe gusenga kama jinsi ipasavyo, nuko bibereye. Haleluya. Amen. Akufundishe kuomba, akwigishe gusenga. Maana kuomba, kuko gusenga tunaomba kuwa na ujuzi, bisabwa kugira ubumenyi. Haleluya. Amen. Au tuombi kwa kudandia, ntabwo dusenga kubwo gukekeranya cyane. Hapana, tunaomba turasenga kwa ujuzi wa kujua kuomba, ubumenyi bwo kumenya gusenga. Maana kuomba kwa gusenga si vya kila mtu, bari by'umuntu uwo ari we wese. Ndio maana maandiko wakati mwingine anasema cyangwa tumejanditswe kindi gihe biratubwira biti maombi yetu yasikilike, ngo amasengesho yacu yumvwe, kwa sababu tunaomba vibaya. ngo amasengesho yacu niyumvwa kuko dusenga nabi. Eske kuna kuaga kuomba mbaya? Mbega hariho gusenga nabi? Haleluya. Amen. Wote mwenye iko nenda kuomba sana kwa analenga kitu, uza gusenga wese naba yiteze, lakini kumbe kuko kuomba vibaya. Kumbe hariho gusenga nabi. Huyu mtu umuntu hakufundishwa na Yesu, niyigishijwe n'Umwami Yesu, hakufundishwa na Roho wa Mungu, niyigishijwe na Mpwemu w'Imana kujua kuomba, kumenya gusenga. Kuomba gusenga si vya kila mtu, si vya wale wese. Kuna mtu hapo ukimwambia aombe, hari umuntu ngamubwiye ngo asenge, kimaliza dakika 3 arangije iminota 3 anaona kama vile amefaa siku nzima, abona ko nkawe yamaze umunsi wose. Haleluya. Amen. Na mwingine akirudia kuomba, unasuye gusenga ni ile Baba wewe unanijua. Amen. Nibya bintu yego data uranzi. Baba njoo vile unajua tu mimi nawe tunapendana. Data urabizi ko je nawe tukunda. Oh mon chéri mon chouchou. Oh mon chéri mon chouchou. Hii sio maombi. Huyu amekosa ya kuomba huyu. Huyu yabuze byavuga. Haleluya. Amen. Haiwezekani kwa maombi. Umuntu w'amasenga hao anatafuta materme teknike za dunia, arondera imvugo zisi zo gukora, ndio anaingiza kwenye maombi. Abari ndashira mu masenga. Unajua ni nini? Urazi mpamvu? Ni badala ya kushindwa kuomba, ni mugihe abahaze gusa, ndio anakuwa abachatangu. Père Céleste, toi-même tu connais. Mon Dieu mon roi. Wewe mwenyewe unajua. Mwenyewe unabii. Sitasema vya mingi. Haleluya. Utasema vya mingi aye. Na ulikia kuomba. Wewe sema vya mingi juu Yesu kwa nabezea kusikia vya mingi. Yesu ashaka kumva uvuga. Hauna hiyo vya mingi. Ibyo byinshi na kwa maana unakuwa tu wewe ndio unajua. Hicho kitu Mungu wakikuuliza kwa nini uliomba dakika 2? Uberi kwa sanzi minoti. Eske maombi mpaka niombe vya mingi mingi. Ndio kama sengesho ni mambo vuga byinshi. Hata hii maneno mbili mbingu zinasikia. Kama gamba bili huyu hana chochote. Uona chafisi. Wala hataki yake wanamsukuma tu. Na nishaka wali kumusumi. Haleluya. Amen. Sema Bwana Yesu tusaidie. Vuga kwa mama Yesu asupate. Atufundishe kuomba. Atwigishe kusenga. Haleluya. Amen. Atufundishe kuomba. Atwigishe kusenga. Siku moja napanda Bukavu. Musu mwenzi Bukavu. Nikafika kwenye nyumba moja. Shika monzimwe. Nilikuwa nimefaa safari karibuni kabisa journée mzima. Nanagize urugendo umunsi wose. Basi nikafika magharibi nimechoka kabisa. Shika ku mugoroba ndushe. Nikatamani kwenda kupumzika mahali fulani. Nifuza kuja kuruhukira ahantu kanaka. Akanipatia chumba nikae. Bama uraro ngombeho niweze kulala. Shobora kuruhuka. Lakini mimi nilipokuwa tu nimeingia nimesema nataka nipumzike. Igihe nashitse shaka. Kuna nyumba za Bukavu zinakuwa ni mbao tu. Muraona inzu zi Bukavu na yani ni kama vile mtu mwenye yuko nyuma tu ya nyumba kidogo. Ngaro umuntu ari nyuma y'inzu. Bwana kulikuwa mtu huku
Aule Bwana Mungu ambariki. Nakwambia alianzaga kuomba hiyo saa 3. Mpaka saa 9. Tena speed ile alianza. Speed. Ile iko nayo. Kwa kontra kwanza alikuwa anapandisha kidogo. Aliomba wewe. Yarasenze. Mpaka mimi nikasema na mimi inabidi tu niombe juu. Haleluya. Amen. Yaani kuna watu wa kuomba. Hawaangalii muda. Nimeangalia mmoja kwa wanaangalia. Alisema ni 5 minutes. Na mikrofoni yake anafunga. Yaani anakuonesha kama tayari ni 5 minutes ilienea. Sisi hata dakika moja. Yesu makofi. Amen. Haleluya. Amen. Mungu tusaidie. Amen. Wanafunzi wa Yesu wakamwambia, Fundishe kuomba. Kwa sababu walikuwa wajui kuomba. Na sisi tumwambie Bwana atufundishe kuomba. Nimesema siri ya maombi inayoleta mafanikio. Huwezi kupata mafanikio katika maombi na usipozijua siri. Ndio maana wanafunzi wa Yesu walimwambia Yesu, utufundishe kuomba. Luka 18:35. Haraka sana. 38 Luka 18 nasema hivi. 35 Luka 18 nasema hivi. Ikawa 18:35. Ndio. Kulichanganya mwalimu. Twende tu. Ikawa walipokaribia Yeriko. Alishakuwa mwalimu sana, umchapie makofi. Nakumbuka mbele nilikuwa nikitoa hivi 18 16 wote wananiangalia. Amen. Amen. Tulipopanda kwenye mlima tumekutana walimu wako pale. Kitu ambacho kimewavuruga mpaka wengine walikuwa wanaulizana yapi tepu. Na tulishatoa andiko. Haleluya. Kwa sababu wamesikia 18 19 sasa wanatuliza mbona kwa atakunze ngo umurongo wa igice cha mbere umurongo wa gatandatu. Amen. Haleluya. Kwa hiyo tumchapie mwalimu makofi. Karibu mwalimu. Ikawa alipokaribia Yeriko. Ndio. Mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Mtu mmoja kipofu alikuwa akiketi kando ya njia akimwomba sadaka. Akaanza kumwomba sadaka. Na alipowasikia makutano wakipita, ndio aliuliza, akasemaje? Kuna nini? Akasema huko kuna nini? Wakamwambia, wakasemaje? Yesu wa Nazareti anapita. Wakamwambia Bwana Yesu wa Nazareti yuko anafanya safari. Akapiga kelele akisema, huyu kipofu akujiziwia kwa sababu amejua mateso yake kwa muda yamemsumbua. Na akasema nitakapofanya naanza kusikia watu hawajui mahitaji yangu. Kama ni mateso, mimi ndo ninayajua. Kuna wengine ambao hawapendi wajue kwao kwamba wanaombaka. Haleluya. Haya maombi hayataleta mafanikio kwa sababu ni maombi yako ndani yako korompi, unajificha ficha, si baze ya dini. Haleluya. Wewe ndo uko na agano na Mungu. Wewe ndo unajua kila ambacho unateseka. Huyu kipofu akuangalia anturaje. Kila siku watu walikuwa pale, walikuwa wakimpita wanamwachia mamiete. Lakini hiyo siku akasema, huyu Yesu nimesikia habari zake kwamba anaponya watu. Sasa mimi leo sitaki habari za watu au wataniambia unaona nini na nini. Hapa ni afere ya mimi na Yesu. Akapaza sauti. Akapaza sauti. Akasema Yesu. 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 Endelea. Mwana wa Daudi, shuka unirehemu. Akamwambia Yesu, unirehemu, unisaidie. Huyu mtu kama ilifikia kupata msaada ni kwa sababu alipaza sauti na kufanya nini? Na kuomba. Haleluya. Amen. Aliomba kwa ajili ya shida zake mwenyewe. Teremka haraka sana, utaandika baadaye. Weka hiyo kwenye kichwa.
Ndiyo, haraka mpaka 11. Asema hivi. Ndiyo. Basi wale waliotangulia ndiyo wakamkemea ili anyamaze. Sikia nikwambie, kuna watu ambao watakunyamazisha. Acha kutuderanger. Haoni kani saa ya kulala hii. Vaporo mnakwaka hewa. Vaporo. Saa ya kulala hii. Kesho ni bulo. Unatuderanger. Ndivyo walivyomnyamazisha. Lakini kipofu akawaambia, acha niwaambie lega. Unajua problemu niko napitia ni za kwangu mimi. Kipofu akapaza sauti kwa mara ya pili. Akasema aje? Yeye akazidi sana kupaza sauti. Akamultiplia kati ya volume ku max. Ukisikia majirani wanakwambia somba pole pole. Wewe sasa pandisha maombi vizuri. Kwa sababu hawa ni wale ambao walikuwa wanazunguka karibu na Yesu. Wanataka kumnyamazisha kipofu. Kipofu akasema mnanijua vizuri. Subiri niwaoneshe. Volume akaiweka kwenye max. Tuendelee. Mwana wa Daudi. Yesu! Kama alikuwa anasema Yesu. Akapandisha Yesu! Mwana wa Daudi! Naomba unirehemu. Endelea. Yesu akasimama katika kundi la watu, akageuka. Akasema, akawaambia wale ambao waliokuwa wanamkataza, acha nikwambie. Saa hizi kwenye maombi yako kuna watu wanaona uko unapitia sufrance. Wanacheka. Lakini kesho wale wako wanakuita kumichopo watakuita. Basi walishaona unakuwa na lare kidogo. Haleluya. Haleluya. Nataka kuambia wewe anapia kwanza. Unapata kwa kanyama nikakuzia hata nyama. Akakukulia nyama. Na wakati tulikuwa krizi hakuna sipali kuitaka. Haleluya. Ni nini analenga? Nikiki akamisha. Anajua leo atakuzia miskati mbili, kesho utamuzia kichwa cha mbuzi. Haleluya. Haleluya. Akawaamuru na kuambia mkamlete. Wakamleta. Endelea. Na alipokaribia, ndio alimuuliza. Alipokaribia akamuuliza. Ndio maana unapokwenda kuomba, icho kitumia kusenga, kuna wakati mtu nimemuuliza unataka Mungu akufanyizie nini? Neno wengi wanazoea kusema Mungu anisaidie mimi maisha yangu yote. Haleluya. Amen. Unajua watu wengi wananishangaza sana. Yaani mtu toka alianza kuomba, hana neno ambalo lileta mbele za Bwana. Kosa kubwa kwa Mkristo. Kosa ni nini kwa Mkristo? Ni kukosa kuleta neno mbele za Bwana. Kubura kuzana jambo mbele y'Imana. Yaani ukiomba tu, iyo senze gusa, huna hitaji, na mtwaro ofisi, huna neno mbele za Bwana. Na jambo ufite mbele y'Imana. Sasa Roho wa Bwana atakuuliza unataka nikufanyizie nini? Mungu Imana zakubaza tushaka kwenda ukole nini? Usibahatishe. Haya maneno ya kusema nataka mimi na nyumba yangu tuwe na amani. Bandu, tunapigia siku 3. Ndio ufuatilie message 3. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mnabifanyaka ndio maana mnakakaa kimya. Unamigira nicho kitu mchechezi. Hebu sema Bwana Yesu tusaidie. Bwana Yesu. Haleluya. Huyu kipofu akasema, unamumira bugati. Nataka kufanya nini? Nataka nikufanyie nini? Akasema Bwana nipate kuona. Alienda droit au but. Yagiye direct agororotse. Yeye hakukuwa na mambo mawili. Na bintu bibiri. Acha nikukufundulia kitu kimoja. Reka ndaguhishurira ikintu. Kwanza ujue huyu kipofu hakuwa na nyumba. Umenye kwino mu Tanzania ifise. Alikuwa na shida zake barabara. Yibera mu barabara. Ikifika Butua na kukota kamurago kake analala. Ageze mu ijoro kwa karago ki. Haleluya. Asubuhi sasa dili anasikia hivi make miguu inaweza kupita hapa. Makura tange kurengana. Makevu na kucha. Haleluya. Tumakinga tumambuzi. Tayari. Haragisi. Anapiga yeye kokota na kokota anatia pala na kala. Akacha kweka kaka na kiwa kichwa. Haleluya. Amen. Mahitaji yote yenye haikukuwa ya lazima. Imetwaro yose taringira kamera. Kwanza wewe unaona mimi niko hapa kama ule mwalikutana kwenye kisima. Yisi kura kama yari kukitema. Asema mimi nakosa mtu wa kunitupa maji. Wewe. Oya wewe. Unakosa mtu wae. Umuntu ugunte. Haleluya. Amen. Kabia Yesu makofi. Amen. Huyu yeye
alikuwa na mambo mawili. Huyu nami ni bibili ya. Hakuangalia eti kwamba nisufrire muda mrefu. Yaravye yababa ije. Eti kwamba nataka nipate bei mzuri niwe show, nitoroke na nguo za mzuri. Ni mtu nziza atafanya. Yeye akusema hivyo. Wewe ni hapo hivyo. Oh, nipigie kwanza watesi wangu wapige Mungu mitravansi wangu. Ndio maombi ya Wakristo basi nione. Oni bambone. Wakiona waone giza. Bambone babone. Haleluya. Amen. Akaenda kupite. Wewe yagi ya gororotsi. Nataka nifanye nini? Nashaka ngiriki. Mtu ambaye anayeona umunabona upata vingi, upata aronga vyinshi kwa sababu macho kwa maso yanaenda mbali sana zidi ya ufahamu wa mwanadamu. Agenda kule cyane. Haleluya. Ndio maana alijua vingine vyote kwa sababu yuko na mikono. Nuko yarazi kubindi byose yuko na miguu, amaguru. Anaweza kavipata kwa urahisi. Anashaka kubironga byoroshe atakapokuwa na. Mu gihe azobaronga. Mwambie Bwana nataka nione. Ndio ngami nataka nione. Sema Bwana nataka nione. Ndio ngami nataka. Sema Bwana naomba ulifungue macho yangu. Nataka ungora macho yangu. Nyamazisha macho ya nyama. Nyamazisha macho ya mwili. Nyamazisha macho ya mwili. Kwa macho yangu ya kiroho. Nataka nione. Mwimbaji mmoja akaimba. Eti nipe macho nione. Haleluya. Macho yenye kuona yanaomba vizuri bila kutaka. Mungu awabariki na watu.